tunaelekea ule wakati, tunaelekea ule wakati, tunakaribia ule wakati. Sawa, ule amekosa kitu, sikuti viko kule. Hakuna. Kuna nyingine huko ama hii ni yangu? Ni extra hiyo ni extra. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe sana Yesu. So hizo ndizo ibada zinaendelea na tunaishi kubarikiwa. Wangapi wanaishi kubarikiwa na hiyo ibada? Amen. Halo mbinguni. Umenipangia nini? Okay. Tunaingia katika kipindi kimoja ambacho ni cha baraka sana kuliko vipindi vyote, na vyote ni vya baraka. Unaweza niambia ni kipindi gani? Ati? Kuna watu wanapenda kumtolea Mungu. Ni wangapi wamebarikiwa? Haya, regesha mkono. Kuna watu wanataka kumtolea Mungu? Bwana mikono imefungua. Hadi ilikuwa ni target yangu, nilikuwa nataka kujua. Tunaenda kumtolea Bwana. Bashas. Unamtolea Bwana Mungu wako kwa roho yako, si kwa kulazimishwa, bali kwa hiari. Tukija katika upande wa matoleo,
kuna sadaka ya amani ya ile Mungu wako wewe mwenyewe unajihisi ya kwamba ninamtolea Mungu. Najua upande wa matoleo ni maandiko yaliyoandikwa. Hadi begi yako imepotea. Ya ikoje? Ya brown. Wewe, hadi begi ya brown simeweka hapo. Nataka hadi begi ya brown. Iko hapo. Angalia hapo. Ile pale si ndio ile? Ama ndio hii? Nini sura? Hii alenda. Baba, tumesikia habari zako. Naomba na mimi nataka nijione mwenyewe. Mungu Baba, nimesikia mambo mengi. Sema na mimi leo nataka nijione mwenyewe. Nimesikia habari zako, leo hii nataka nijione mwenyewe. Yesu wangu, nimesikia mambo mengi, leo hii Baba nataka nijione mwenyewe. Mshachukua tayari bahasha zote? Bahasha zimeisha? Bahasha zimeisha, ziongezwe? Haya, kumbe watu wa kuchukua ndio wameisha. Lakini bahasha zipo. Haya. Wacha tuombee hiyo sadaka. Naomba kutulia. Ukishatulia ndio niombe. Ukishatulia wewe unaona bado kuna vitu. Najua sadaka unafanya wewe itamukie jambo kwa sababu wewe ndio umetoa. Ndio nataka utulie. Unanena neno moja. Sawa. Jishimishi kwa Mungu kile unachokifanya. Mwambie Mungu jambo before pastor akutamkie. Itamukie. Niombe. Mwambie Mungu nahitaji hili na kutolea wewe Mungu. Endelea kuomba kulingana na mwongozo wa Roho na hitaji la moyo wako. Mungu anaangalia kile unachotolea. Mungu anaangalia hiyo dhabihu unayomtolea. Usije kupitia sadaka. Mwambie akaongee. Maana maandiko yanasema hiyo sadaka ni njia moja ya mwongeo ya maisha yako. Katika kitabu kile cha Kutoka inaongea namna hiyo, kwamba hiyo ni maongeo ya maisha yako na ni manumbuko yako. Baba, na kuja mbele zako tumishi wako, ikiwa Bwana umenipa wazee wa mama na vijana na hata watoto wako hapa. Si kwamba ametoa ni kwamba yeye ni tajiri, bali anakutolea kwa sababu anatii amri yako. Anakutolea kijua na mwabudu Mungu kupitia hili kipindi changu cha sadaka. Baba, ukaipokoe sadaka hii ambayo ikafanyike kuwa manukato yaliyo mazuri
ambayo ikifanyika kuwa manukato yaliyo mazuri, hata yeye naye unamfanyisha maisha yaliyo mazuri. Langu kwako Bwana, ya kwamba ukaipokee sadaka hii, maana nahitaji ndani ya moyo wake, ule moyo unaotoa. Una mahitaji Bwana, wengine hata unapita, wengine anahitaji kuzidishiwa, wengine anatoa juu ya maisha yake, wengine anatoa juu ya kazi yake, wengine anatoa juu ya watoto wake, wengine anatoa juu ya maisha yake, pamoja na familia yake, pamoja na kazi yake, pamoja na huduma yake. Wengine hata hana kazi, lakini kile umempatia anakutolea Bwana, ili ukaweze kupatia kazi. Mwingine baba yangu anaombea mume wake, mwingine baba yangu anaombea ndugu zake, mwingine baba yangu anaombea kazi yake, anaombea biashara yake, anaombea chochote kile ambacho baba yangu iko ndani ya moyo wake. Baba tazama, Yesu tazama, tazama baba yangu, Baba Mungu, wewe Mungu ukaibariki baba yangu, ukabariki moyo wake, maisha yake, kila kitu chake. Baba yangu anapopita madhabahuni akiwa baba yangu amekubebea hiyo sadaka, kaipokee Mungu, kaipokee sasa, ipokee Baba, anapoileta madhabahuni. Baba tazama hiyo imani ya kuinuka na kuileta dhabihu yako katika madhabahu, lakini Bwana moyo wake umebeba imani. Baba, ninapomtolea Mungu wangu atanibariki, ninapomtolea Mungu wangu atanipigania, mtolea Mungu wangu ataniinua, ninapomtolea Mungu wangu atanitendea. Baba yangu amebeba hiyo imani, nami Baba ninamwombea hiyo imani haitakuwa imani ya bure, haitakuwa imani ya bure, bali Baba itajaa na miujiza, itajaa na matendo, itajaa ukanifungua na ukajibu ombi lake la sadaka, la somo la kumi la sadaka. Baba yangu ukajibu hayo maombi kwa maisha yake, kwa kazi yake, kwa watoto wake, kwa vijana wake, kwa ujana wake, kwa kila kitu. Hata sasa Bwana Yesu, wewe unajua yuko nini huyu mama ameamua kukutolea. Wewe unajua ni kwa nini huyu mzee ameamua kukutolea. Unajua huyu kijana ni kwa nini ameamua kukutolea. Unajua huyu mtoto ni kwa nini ameamua kukutolea. Wewe Mungu unayesoma mahitaji ya mioyo yetu, unayesoma mahitaji ya maisha yetu, Bwana wangu ukatenda na ukafanikisha katika jina la Yesu. Baba, katika matoleo hakuna lisilowezekana, katika matoleo hakuna lisilowezekana, katika kukutolea hakuna lisilowezekana. Baba, tunakutolea wewe ukatuwezeshe, tunakutolea Mungu ukatuweze kutushika mkono zaidi, maana huo moyo ndio unaotaka, na huo moyo ndio unahitaji, na huo moyo ndio unahitaji kuinuliwa, na huo moyo ndio unahitaji kufurahi, na huo moyo ndio unahitaji amani. Baba, ukatende yaliyo yako, ukatende yaliyo yako. Bwana kitawala maishani mwetu milele na milele daima. Asante Bwana kwa kuwa Baba, yale mengi utaenda kunena kupitia hiyo sadaka. Pokea sifa na utukufu katika jina la Yesu Kristo. Baba, tumeomba na hata kuamini. Amen. Twende tu kwa utaratibu. Unaweza hata wenzako wakainuka, wakikaa na wakainuka. Usisukamane. Oh Yahweh, Yahweh daima, moyo wangu sifu Bwana daima, sifu Bwana.